Moja ya taarifa ambayo tumeipata ni kuhusiana na mwanadada ambaye mara kadhaa amekuwa akijipambanua kama mwanaharakati, na huyu ni Mtanzania anayeishi Marekani, anafahamika kwa jina la Mange Kimambi, na taarifa inaeleza kwamba amefunguliwa mashtaka ya uhujumu uchumi hapa nchini Tanzania, ambapo kwa mujibu wa taarifa za awali anakabiliwa na shtaka moja la utakatishaji fedha linalohusisha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 138, na kesi hiyo imepangwa kutajwa tarehe 4 Disemba mwaka huu mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassan Makube, na itasikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Na shtaka hilo liliwasilishwa na upande wa mashtaka tarehe 28 Agosti mwaka huu, na kupitia mitandao yake ya kijamii asubuhi ya jana, kwa maana ya tarehe 2 Disemba, mwanadada huyo alionekana katika video ambayo ilisambaa mitandaoni akithibitisha kwamba amepewa taarifa za mashtaka hayo, akidai kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapanga kumrudisha nchini. Na katika taarifa hiyo imeweza kueleza kwamba kesi hiyo ni ya jinai namba 0000211172 ya mwaka 2025. Kosa linalodaiwa linahusiana na sheria ya utakatishaji fedha, ikisoma pamoja na sheria ya kudhibiti uhalifu wa kiuchumi na ugaidi. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, upande wa mashtaka unadai kwamba kati ya tarehe 1 mwezi Machi hadi tarehe 30 mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, mwanadada huyo alijipatia shilingi milioni 138.5 akijua kuwa fedha hizo zilikuwa mapato yatokanayo na uhalifu. Aidha, inadaiwa kwamba Mange alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi kama mwandishi wa habari bila ya kuwa na uthibitisho kwa maana ya accreditation, na alifanya hivyo huku akidai fedha hizo kwa vitisho. Endelea kuwa nasi ST Bongo TV, usisahau ku like, share na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Habari zenu wa Tanzania. Dada yenu nimepatikana. Dada yenu nimepatikana, nikwambia nimepatikana. Ndugu zangu, hapa navyowaambia. Ndio nimeletwa habari, yani kama wana wago. Ni vile nina jina, lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri mpaka waje kunistukizia. Ni vile na watu kila sehemu Tanzania ndio nimeletewa. Ndugu zangu, nimefunguliwa economic case Tanzania. Navyoambia, nimefunguliwa economic case. Hii kesi ni serious, sio kesi ya kijinga ndugu yangu, maana ni economic case. Hii kesi ni deportable. Yaani ni kesi ambayo naweza kudipotiwa kutoka Marekani ndugu zangu. ST Bongo, nyumbani kwanza.